Mwanzo sura ya 9 nitasoma ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, Mungu akambariki Nuhu na wanao, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Mungu akambariki, anzia hapo. Mungu akambariki mtu au mwanadamu aliyeitwa Nuhu, alafu akamwambia, nendeni mkazae, muongezeke, muijaze nchi. Okay. Kumbe huyu mtu alikuwepo, lakini kuna kitu alipungukiwa. Yaani mtu huyu kuna kitu alipungukiwa, kwa hiyo Mungu alikileta rasmi hicho kitu na kukitamka. Amewabarikia akawaambia, nendeni mzae, muongezeke, mujaze nchi. Akawabariki. Hilo neno akawabariki ndilo tunatakiwa kulishika kwanza. Lakini tukisoma pia kitabu kile cha Mwanzo sura ile sura ya nisome Mwanzo ile sura ya 7 mstari wa kwanza pia. Mwanzo sura ya 7 mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ingia wewe kwenye safina. Nimeanza na ile sura ya 9 kwamba Mungu alimbariki Nuhu akamwambia, nendeni mkazae, muongezeke, mujaze nchi. Lakini ile sura ya 7 andiko linasema Mungu alimwambia Nuhu, ingia wewe ndani ya safina kwa sababu nimekuona mwenye haki. Okay. Kwa hiyo Nuhu alionekana mwenye haki, lakini kuwa mwenye haki hakukutosha. Kuwa mwenye haki ni jambo la kwanza, lakini kuna jambo la pili alihitaji kuwa nalo, linaloitwa baraka. Kwa hiyo hiyo baraka ikuweza kumfikia, hiyo baraka uzao haikuweza kumfikia mpaka Mungu alipotamka, mpaka Mungu alipomtamkia Nuhu akamwambia, nimewabariki, nendeni mkazae, muongezeke. Haleluya. Kwa hiyo lilipotamkwa tu lile tamko tu lilipotamkwa, ndio mambo yalibadilika. Haleluya. Pale anasema, nanyi zaeni mkaongezeke. Zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Zaeni sana. Zaeni sana. Sema Mungu anasema zaeni sana mkaongezeke. Zaeni sana. Haya, andiko lingine alilowahi kulitamka ni Mwanzo ile sura ya kwanza. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 27 na 28. Maandiko yanasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hapa anasema akawabarikia, akawaambia, nendeni mkazae. Haleluya. Kwa hiyo tamko hili linatufanya sisi kuelewa neno baraka ni nguvu za kiroho zinazosababisha ongezeko na kuzaliana. Okay? So mtu akianzisha biashara na ile baraka ikakosa, ile biashara ikakosa tamko la baraka, imekosa nguvu ya kuongezeka na kuzaliana. Okay? Kwa hivyo mtu huyu atafanya biashara hii, na si ajabu asiende mbali sana, ile biashara ikafilisika, akajikuta amefunga biashara kwa sababu ile nguvu ya kuzaliana na kuongezeka haipo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Kwa hiyo huyu Nuhu alikuwepo, lakini alikuwa mwenye haki. Yaani mwenye haki manake ameshika sheria ya Mungu, anaishi maisha ya kumpendeza Mungu, anaishi maisha matakatifu, atendi dhambi, ameonekana mwenye haki machoni pa Bwana. Lakini
kuna kitu kapungukiwa, uwezo au nguvu ya kusaliana na kuongezeka. Ndio maana Mungu anakuja kumwekea kitu hichi, anakuja kukitamka kwake, anamwambia nenda ukazae uongezeke. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kumbe sasa mwanadamu anaweza akawepo kama walivyoingia kwenye safina, wenye haki kabisa, lakini uwezo wa kuzaa na kuongezeka usiwepo. Na anaweza akawa hana uwezo wa kuzaa kimwili kabisa, na hana uwezo wa kuzaa kimafanikio. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mjaribuni Mungu kwa kutoa zaka, muone kama madirisha mbinguni hayatafunguliwa na kuwamwagieni baraka hata pasiwe na nafasi. Lakini anasema hapo hapo atamkemea yule alaye, na wala mzabibu wenu hautapukutisha kabla wakati. Okay. Anazungumza kwa habari ya mzabibu kwa sababu mzabibu huzaa sana. Na mahali pengine anasema mke wako atakuwa kama mzabibu, akimaanisha kwamba baraka ya uzao inatakiwa kuaje. Yaani ni mmea gani au ni mti gani utafananishwa na baraka ya uzazi, anatumia mzabibu. Anasema atakuwa kama mzabibu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kwa hiyo baraka ni nguvu ya kiroho inayoachiliwa juu ya mtu, inayomwezesha yeye kuzaa na kuongezeka kwenye kila eneo la maisha yake. Unaweza ukaanza biashara ya kuuza chapati, usipate mtu wa kula. Lakini utiifu, kama una baraka, una ile baraka inakaa juu yako. Ile baraka ndicho tunachoita upako. Haleluya. Huo upako ambao uko juu yako, upako wa mafanikio, upako wa baraka, upako wa kuinuka, upako wa kustawi, utafuta watu wenyewe. Yaani upako hautafutiwaji, upako unatafuta wenyewe. Upako ni nguvu inayoweza kuvuta kutoa mbali kuleta pale ulipo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Unaweza ukapewa milioni 1 leo, baada ya siku 3 ukakuta una milioni, kwa sababu ya aina ya mtu uliopo. Yaani wewe ni mtu aina gani rohoni. Lakini kuna mtu anaweza kapewa shilingi 50,000 leo, ukampa siku 30 ukamkuta na 300,000, kwa sababu ya sampuli ya mtu. Baraka ni nguvu ya kiroho inayoachiliwa juu ya mtu kumwezesha kuzaa na kuongezeka na kustawi na kumiliki vitu. Mtu aliyebarikiwa sio mtu mwenye vitu. Kuna tafsiri watu wanazitumia, wanasema yule amebarikiwa sana. Baraka sio vitu. Baraka sio mashamba, baraka sio magari, baraka sio nguo, baraka sio TV, baraka sio redio, baraka sio kuku, baraka sio mifugo. Hayo yanaitwa mafanikio. Baraka ni nguvu ya kiroho ambayo inaachiliwa juu ya mtu na inakaa naye kuhakikisha inamwezesha kufanikiwa. Hii ndio iliyokuwa juu ya Yusufu. Ndio maana kila kitu alichogusa kwa mikono yake kilibarikiwa, kiliongezeka, kilistawi, kilizidishwa, kwa sababu hiyo baraka ilikuwa juu yake. Ndio maana andiko linasema kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati na ile sura ya 28. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28, kuna jambo tunaambiwa hapa. Sura 28 tutasoma ule mstari wa 8. Mstari wa 8 inasema hivi: Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Bwana ataiamuru baraka. Kumbe sasa baraka sio vitu tulivyonavyo. Baraka ni nguvu au ni roho. Ni nguvu inaweza kuamriwa kutoka mahali fulani na kwenda kukaa juu ya mtu. Inaweza kutoka ikaenda kukaa juu ya nyumba ya mtu. Anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia
akupayo Bwana Mungu wako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo baraka ni nguvu ya kiroho iliyoachiwa juu ya mtu, inayomwezesha kila kitu anachofanya kifanikiwe, kila kitu anachokifanya kistawi, kila kitu anachokifanya kiongezeke. Haleluya. Kwa hiyo kwa mfano sasa nikawapeleka shambani leo, nikawapa punje 5 za mahindi, nikasema kila mtu aoteshe. Alafu tukasubiri ikachipuka, alafu wakati wa kuja kuvuna tukaja shambani. Kuna wengine watachekwa kwa sababu sio aina ya mbegu waliotumia, sampuli ya mtu aliyepanda hiyo mbegu. Huyo ndiye anapopanda ile mbegu, kuna nguvu ndani yake inaambatana na hicho anachokifanya ili kuongezeke. Biblia inasema ataamuru baraka ije juu ya juu yenu, iwe juu yako kwanza. Inapokuwa juu yako sio jambo la mwilini, ni jambo la rohoni. Ili kila kitu utakachotia mikono yako, ili kwamba kila kitu unachogusa kwa mikono yako kibarikiwe, kistawi, kiongezeke, na hiyo baraka itakuwa juu ya ghala zako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So tunaposema habari ya uzao, tunazungumza kwa nyanja pana. Uzao bila baraka haupo. Uzao nguvu yake ni baraka, na uzao ni pamoja na mashambani, ni pamoja na ufugaji, ni pamoja na biashara. Kila kitu unachokifanya kiweze kuzaa na kuongezeka, ili kikupe tumaini la kuendelea. Nguvu ya uzao inapokuwa juu yako, yani baraka, kila kitu unachogusa kinafanikiwa, kila kitu unachogusa kinastawi, kila unachokigusa kinainuka, kila unachokigusa lazima kipenye, kwa sababu unayo nguvu inayoitwa baraka juu yako. Sema amen. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kama tunataka kuombea uzao, moja kati ya vitu vilivyokosekana ndani ya uzao ni kitu kinachoitwa baraka. Kitu kinachoitwa baraka kimekosekana kabisa katika uzao wa leo, na hili limetokana na wingi wa makosa na dhambi zinazoendelea kutendeka kila iitwapo leo. Hebu jaribu kufikiri jambo hili, alafu utafakari pamoja nami. Uangalie shida inakuwa wapi. Waefeso ile sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 5 inasema hivi. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 5 unasema, atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe sawa kwa njia ya Yesu Kristo, ili tufanye wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Jaribu kufikiri andiko kwenye Efeso linasema Mungu alitubariki kwa baraka zote, lakini hizo baraka ni za rohoni, na tulibarikiwa katika ulimwengu wa roho. Okay, tulibarikiwa katika ulimwengu wa roho, hili alikanushiki. Tulibarikiwa katika ulimwengu wa roho, na tulibarikiwa kwa baraka zote apaswazo mtu kupewa yeye kama roho. Okay, tulibarikiwa kwa baraka zote za rohoni, maana yake tulipewa nguvu zote za kutufanikisha za jinsi ya rohoni. Kilichopewa ni roho, lakini katika ulimwengu wa roho, namna ya kuzifanya zitoke rohoni kuwalisika mwilini, hapo ndipo ishi ilipo. Na shetani anajua kabisa ulibarikiwa, hawezi kuzuia ile baraka yako rohoni, ila anashindana kwenye lango, anashindana pale baraka inapotakiwa kupita kuhalisika mwilini. Ndio maana mtoto fulani alisoma mpaka chuo kikuu, na alipotoka akawa kichaa, kwa sababu huu ulikuwa ni mlango utakaoleta baraka kutoka rohoni zihalisike mwilini katika mazingira ya kimwili kabisa. Kwa hiyo shetani alichokifanya ni kupambana kwenye mlango kuhakikisha ile baraka haitokee idhihirike mwilini, lakini hiyo baraka mlishapewa rohoni. Sema amina kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Nadhani kuhakikishia baada ya maombi haya hakuna kitu kitazuilika tena kwako kwa jina la Yesu aliye hai.
Nataka nikuhakikishie ninayo mafuta ya kutosha kukufungua, na sio wewe tu, na kuifungua familia yako, ili ile baraka yako itaji kwa wakati, lile gari, ile nyumba itaji kwa wakati, yale mafanikio itaji kwa wakati, maana baraka ni jambo la rohoni. Amen. Haleluya. Amen. Hawezi kuinuka kama ulimwengu wako roho ni mkame. Ndio maana kuna mtu utaweza kufunguana naye kwa habari ya kitu fulani, hafanikiwi kabisa. Shida sio kwamba anaendaga kanisani, shida sio kufunga, ni sampuli ya mtu, sampuli ya mtu, aina ya shamba. Yesu anasema mbegu nyingine zilidondoka kwenye udongo mzuri, nyingine zilidondoka kwenye mwamba, nyingine zilidondoka kwenye miba. Anasema zile zilizodondoka njiani ni watu wale, zile zilizodondoka kwenye mwamba ni wale watu, zile zinazoanguka kwenye udongo mzuri ni watu wale. Anafananisha watu na mbegu zilizodondoka. Nyingine zilidondoka njiani, huyu mtu kumbe yeye ni kama njia tu. Nyingine zilidondoka kwenye kichaka, kwenye miba. Nyingine zilidondoka kwenye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Come on, hallelujah. Ni maombi yangu uwe udongo mzuri kwa jina la Yesu aliye hai. Neno linapotamka na baraka juu yako likatimie kwa jina la Yesu, maana utabadilishwa kuwa kama udongo wenye rutuba, hautakuwa tena udongo wenye ukame, ukazae na kuongezeka na kustawi. Amen. Haleluya. Ni kweli watu wamesoma, ni kweli watu wana maarifa, ni kweli watu wana mitaji, lakini hakuna kitu kinachokwenda, kwa sababu ulimwengu wa roho ni mkame. Maisha yao ni makame kwenye ulimwengu wa roho. Hawana yale mafuta ya kuweza kufanya kitu kitokee. Hawana yale mafuta, they are lacking. Kuna kitu wanapungukiwa. Sasa wanafikiri Mungu amekuacha. Biblia inasema siku zile za bwana harusi, wanawali walikuwepo 10, 5 wapumbavu na 5 werevu. Wale 5 walikuwa na taa zao zina mafuta. Haleluya. Yaani shida ilikuwa ni mafuta. Wapumbavu 5 walikuwa hawana mafuta kwenye taa zao. Sasa walifika wakati wa shamra, bwana harusi anakuja, wanaanza kukurupuka kwenye usingizi, wanasema tunaomba mtusaidie, mtuwekee mafuta, tuwekeni mafuta kidogo, tuwekeni mafuta kidogo, tuwekeni, tugawieni. Wale watu wenye mafuta, wenye wanawali 5 wenye busara wakasema, haya mafuta yatutoshi sisi na nyie, tafadhali chukueni njia muende mkajinunulie, maana mafuta tuliyoko nayo ni ya kwetu tu, hayatatosha tushare. Haleluya. Amen. Neema uliopewa huu umepewa kwa ajili yako na umepewa kwa ajili ya watu wengine, lakini hiyo neema iweze kuzaa matunda yake, iweze kuleta matokeo, lazima ubebe mafuta katika ulimwengu wa roho. Lazima ubebe uwezo wa kufanikisha hicho kitu kitokee. Ule uwezo wa kiroho ndicho tunachosema baraka. Haleluya. Amen. Sema Mungu amenibariki. Mungu amenibariki. Rudia tena, Mungu amenibariki. Mungu amenibariki. Rudia tena, Mungu amenibariki. Mungu amenibariki. Kwa tunapoombea uzao, hatuombei watoto tu. Kuna watoto waliozaliwa kwenye hii dunia, ile baraka itazuiliwa kwenye mlango. Yaani wanazuiliwa, vita vinapiganwa kwenye lango. Ndio maana mtoto, Mungu, shetani hawezi kuzuia mwanamke asiwe na mtoto. Atapigana kwenye lango la uzao, kwamba asibebe ujauzito, au akibeba tu afe. Yaani hapo tu ndio shetani anaweza kucheza nafsi. Lakini kule rohoni haikanushiki. Mungu alishatubariki kwa zile baraka na hakuna kuziondoa. Haleluya. Amen. Lakini cha ajabu, wewe uliye na range na hama kwenye ulimwengu wa roho, unaweza ukafa bila kuna basikeli, kwa sababu mapambano ya kuzitoa rohoni kuzileta mwilini, hapo ndipo tunapofeli wengi. Mungu akusudia tuishi maisha ya chini. Mungu anataka tuwe juu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu anataka tuwe juu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Narudia tena, Mungu anataka tuwe juu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Narudia tena, Mungu anataka familia yako iwe juu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Lakini shida mahali ilipo ni kutafuta tamko la baraka. Hakuna kitu kibaya kama utapigwa na watu wanaoitwa wateule, au utapigwa na watu walioitwa wacha Mungu hapo Bwana. Yaani lile neno lao linakuwaga lina sheria, kwa sababu walikuwa wacha Mungu hapo Bwana. Walipokengeuka wakaenda upande wa shetani, wakawa na mamlaka ya kishetani 100%, yaani wakafanya kuwa wakuu kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo anapokutamkia neno akakwambia hautafanikiwa, lile
analisimamia kwa miguu mitatu kuhakikisha hilo alilolisema linaenda kuwa, kwa sababu mwenye mamlaka ya baraka au laana ni kinywa cha mwanadamu. Haleluya, Amen. Ili laana iweze kutesa watu, lazima awepo mtu aliyeitamka, na ili baraka iweze kupata watu, lazima awepo mtu aliyeitamka. Nataka kuinuka kupya, nataka kustawi kupya, ninataka kumiliki na kutawala kupya kwa jina la Yesu. I bless you in Jesus mighty name. Ninataka kuwabariki kwa jina la Yesu aliye hai. Sikia, inawezekana baraka ilishindwa kutake place kwako kwa sababu hakuna aliyeitamka. So ili roho yako iweze kubeba hiyo baraka, lazima itamkiwe. Ndio maana unapomwona Isaka anambariki Esau au anambariki Yakobo, anatamka tamko la kiroho ambalo litabadilisha maisha yake. Angalia, alisema Yakobo atafanikiwa, atamiliki, atatawala, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini Esau atakuwa mtumwa wa Yakobo, na ilikuwa hivyo kwa sababu neno lina mamlaka. Neno la mkubwa lina mamlaka, na Biblia inasema wala haikanushiki wadogo hubarikiwa kwa wakubwa. Yaani mtu mdogo hawezi kumbariki mtu mkubwa. Ndio maana unaambiwaga hivi. Mfano sasa, malaika wapo kazini, msipate shida sana, nyewe kaini na stand by tu. Mdogo anabarikiwa na mkubwa, wala mkubwa hawezi kubarikiwa na mkubwa. Yaani ili baraka imfikie mtu, anatakiwa awe mkubwa kwa rangi kiroho, sio kwa kuangalia mvi. Lakini hata kimwili hivi, mimi nikifika mbele ya mama yangu nabarikiwa, mbele ya mtu aliyenizidi umri akinitamkia neno la baraka litanipata. Lakini tofauti yake ni swala la mfano kuwekewa mikono. Kuwekewa mikono usikubali. Kichwa chako usiwekewe. Wewe ni kama shamba rafiki yangu. Usikubali kuwekewa tu mikono na kila mtu. Mwisho wake utakuta kwamba shimo moja limewekewa mbegu 30, mahindi, maharage, mtama, mchicha, kila kitu. Kwenye hilo shimo kitatoka nini? Hakitaota kitu, kitatokea kichaka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninatamka baraka ikawe juu yako kwa jina la Yesu. Tamko la laana nimeliondosha kwa jina la Yesu. Ile mamlaka kukushusha chini kwa laana ninaivunja kwa jina la Yesu aliye hai. Halitasimama hilo neno, halitakuwa hilo neno kwa jina la Yesu aliye hai. Na imeandikwa nikifunga inafungwa, na imeandikwa nikifungua inafunguliwa. Na tamkalie kutamkia neno la laana, awe hai awe amekufa, hiyo laana imekuwa batili leo. Leo imebatilishwa kwa mamlaka jina la Yesu. Leo imebatilishwa na kuondolewa. Leo imebatilishwa na kuondoshwa kwako. Haijalishi ni nani, ni baba, ni mama, ni ndugu, ni mjomba, ni shangazi. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatangaza kuipangua na kuitenga mbali na maisha yako. Sema amen. Amen. Nataka kuona vijana wapya watatoka hapa wataanza kufanikiwa kupita kawaida. Wamama watakaoinuka hapa waanze kufanikiwa kupita kawaida. Wapapa waanze kufanikiwa kupita kawaida, kwa sababu kila mahali ambapo Mungu alitaka mambo ya tofauti yatokee, kilichotangulia ni tamko la baraka. Kwa sababu baraka, lile tamko la baraka ni nguvu ya kiroho. Ni nguvu ya kiroho inaenda na mtu kumfanikisha juu ya jambo hilo lililokusudiwa. Sema amen. Amen. Biblia inaniambia Yesu akawaongoza wanafunzi kabla kupaa. Alipoongoza mpaka pale mahali alipotaka kujitenga nao, Biblia yangu inasema akanyosha mikono yake akawabariki. Haleluya. Amen. Manake akaachilia tamko ambalo ni nguvu itakaowawezesha kufanya yale aliyotaka wayafanye. Shida ni kwamba watu wengi wanaanza mambo bila kutaka baraka. Umepata mchumba, usianze haraka kukimbia. Nenda katafute baraka kwa kiongozi wa kiroho. Haleluya. Amen. Ili mahusiano ya ndugu. Umeolewa. Baada ya kumaliza honeymoon, kimbia ni kwa kuhani. Alafu msiende hivyo, pelekeni chochote. Umepata mtoto, kimbia madhabahuni. Acha kukimbia nyumbani. Mtu anatoka hospitalini anasema nilizuiliwa. Mtoto akishaanza kupata matatizo ndio anaanza kumtafuta mtumishi. Kumbe alitakiwa mtoto huyo apelekwe kwanza kwa Bwana, awekwe wakfu na kutamkiwa neno la baraka. Haleluya. Baraka siku
siku zote inaambatana na ulinzi, maana tamko la kiungu hulindwa. So tunaposhughulika na uzao katika familia zetu, tunazungumza zaidi ya watoto. Tunazungumza zaidi ya watoto. Haleluya. Shetani akitaka kuzuia, anaendaga kujitega kwenye mlango. Anaenda kujitega langoni kuhakikisha anazuia baraka isipite. Lakini mbali na hapo hana analoweza kulifanya zaidi ya hapo. Kwa mfano, hebu tuangalie kitabu hebu tusome mahali fulani. Bwana asifiwe. Amen. Hebu sema naweza mambo yote. Naweza mambo yote. Au sema vizuri, rudia tena. Naweza mambo yote. Naweza mambo yote. 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 Sema naweza kwa jina la Yesu aliye hai. Sema naweza kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Hebu sema naikataa roho ya adui. Inaofuatilia, inazuia baraka zangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Usikilize. Hebu tuangalie kitu hapa cha muhimu sana. Kitabu cha Kutoka ile sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 22. Kutoka na ile sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 22. Tusome maneno machache hapa. Biblia inatuambia kitu cha ajabu hapa kwamba basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Sema aliinuka mtawala asiyemjua Yusufu. Aliinuka mtawala asiyemjua Yusufu. Yaani jambo hili linatuonyesha kwamba kila mtawala aliyetawala Misri alimjua Yusufu. Alimjua kwa sababu ya neema ya Mungu iliyokuwa juu yake na baraka ya kiungu iliyokuwa juu yake. Kwa hiyo kila mtawala alimjua Yusufu. Lakini kuna majira ambayo uliinuka utawala unaoonekana ulisimamishwa na shetani, ambao haukumjua Yusufu. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni watu hawa, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikatokea vita wao nao, wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi kutoka katika nchi hii. Anasema tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Pointi ya msingi. Tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Adui siku zote huwatendea watu kwa akili wasiongezeke kwenye uchumi. Anawatendea kwa akili wasiongezeke kwenye kumiliki watoto. Wanawatendea kwa akili wasiongezeke kwenye ufugaji. Anawatendea kwa akili wasiongezeke kwenye kilimo. Ndio kazi ya adui siku zote. Anasema tazama watu hao wana nguvu kuliko sisi. Okay, kama wewe sasa. Wachawi wanajua una nguvu kuliko wao. Waganga wanajua una nguvu kuliko kwao. Ukiomba unaharibu vibuyu vyao, unateketeza irizi zao, unaharibu silaha zao za kichawi. Wanajua kabisa una nguvu kuliko wao. Kwa hiyo wanasema tutende kwa akili. Tuloge ile biashara isitoke. Tuloge ile biashara wasije wateja. Tutende kwa akili. Tuloge mifugo yake
kuliko sisi, kuanzia leo hawatakuweza tena kwa jina la Yesu. I declare and decree, ninatangaza na ninatamka kama mtumishi wa Mungu kwamba hawatakuloga tena wala kuloga cha kwako kwa jina la Yesu. Ninatangaza utaenda kumiliki kwa jina la Yesu. Katika maisha yako na viringisha wingo wa moto, hawatagusa biashara yako wala mifungo yako, maana wamekushindwa rohoni, maana waokoka. Wanapigana na wewe kwa kudhuru vitu vyako ili kukudhoofisha, wanakutendea kwa akili, lakini Bwana anafahamu kuliko wao. Amen. Sema sitalogwa kwa jina la Yesu. Sitalogwa kwa jina la Yesu. Biashara yangu haitalogwa kwa jina la Yesu. Natamka damu ya Yesu kwa jina la Yesu zingine kila kitu chako, sema amen. Amen. Sema natamka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi zangu, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Amen. Sasa ukisikia mtu aliyenyang'anywa nyota, manake ni mtu ambaye kafanyiwa hila ya kutengwa na kile kinachotakiwa kumfanya afanikiwe. Adui shetani anachopigana nacho kila siku ni kuhakikisha ulie. Anahakikisha tu kwamba utalia, kwamba utahuzunika, kwamba utakosa kitu kwenye mikono yako. Kwa hiyo wakasema tuwatende kwa hila. Ukiendelea kusoma hii mstari mpaka 22 utakuta mahali pengine anasema akaenda kuongea na wazalisha, akawaambia nisikilizeni enyi wazalisha, hawa wana wa Israeli watu wenye nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo tumeona sisi kama serikali ya Misri hapa, yani ambayo sasa inaongozwa na shetani, kwamba tuwaue watoto wote wa kiume wanaozaliwa. Kwa hiyo watoto wa kiume wakizaliwa tu, nyinyi manesi nyongeni, mtoto wa kike tumwachilie hapa. Kwa hiyo unashangaa mama akafanya kazi yake vizuri kamaliza, kuja kutoka kwenye kukurupuka anaambiwa mtoto wako ilikuwa ni sio bahati, mtoto wako ilikuwa sio riski. Na wako wanawake wanaenda kujifungua, hadi shetani anawatumia wazalisha kufanya mambo haya, lakini kwako kwenye uzao wako hawatagusa, watakutana na moto kwa jina la Yesu. Watakutana na moto hata kama utakuwa umezimia. Malaika yule wa moto atakuwa hapo akilisimamia na kulinda cha kwako kibaki salama. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo atawaambia akizaliwa kiume nyonga wa kike. Hii ni hila. Kwa wanawake wote wakawa wanashangaa wa Kiebrania, kila wakienda kujifungua mtoto wa kiume sio riski, mtoto wa kike ni riski, mtoto wa kiume sio riski. Kumbe kulikuwa na hila na mkakati wa adui wa kuwatendea wana wa Israeli kwa akili. Haleluya. Sema yule adui yangu ananitendea kwa akili, kuanzia leo mitego yake naitegua, haitasimama tena kwangu, haitafanikiwa tena kwangu kwa jina la Yesu. Ile mitego yao leo haribifu kwenye maisha yangu naipangua kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo haitasimama, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa mtu ameanzisha biashara, anashangaa biashara imeishia hivyo. Ameanzisha kufuga kuku, adui akamvizia, akavizia mpaka zikafika kuku 36. Zilipofika 36 akarusha pepo la kideri. Sio kideri, yani pepo la kideri linaenda kuua hii biashara. Huyu atabaki akisema ni kideri. Haleluya. Kumbe ametendewa kwa hila. Kuku walikuwa wanatanga, mtu anauza mayai anashangaa likuku limoja limeanza kula mayai na wote wakaanza kula. Kumbe ni roho limerushwa. Chapa kwa kitazuiliwa tena. Amen. Hiyo ni namna adui anawatenda watu kwa hila ili wadhoofike. Maana kushindana naye kwenye maombi, kushindana naye hawezi, maana ni mtu wa kuomba. Ndio maana wakati wa kuomba kwako ukumbuke uzao wako. Kila mwanamke unapoomba, ombea uzao. Kama tumbo lako, tamka juu ya watoto wako, tamka. Haleluya. Amen. Mungu ni wa ajabu. Mungu alichagua hivi, afanye aendeleze kazi ya uumbaji
swala la kuongeza wanadamu duniani kwa kushirikiana na mwanaume na mwanamke. Kwa anafanya kazi pamoja nao. Akamwamini zaidi mwanamke. Kwa hiyo kazi yote ya uumbaji inafanyika kwa siri katika mwili wa mwanamke. Kwa siri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wangu akuinue kwa jina la Yesu aliye hai. Pale ulipokuwa dhaifu kainuke tena kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo familia iliyotendewa kwa hila kwa jina la Yesu, yule adui anayesimamia rohoni akaiachie kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima ukaanze kupita tena. Ninatamka mafanikio yakaanze kutokea tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho iliyorushwa ikaanguke kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unaamini sema amen. Amen. Kama uamini sema amen. Amen. Sawa sawa. Tumpe makofi mazuri. Mbesi makofi mazuri. Utawajua watu ambao wako pamoja. Kuna watu wako tu wao amen. 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 Au sikilizi neno. Kama unaamini sema amen. Amen. Kama unaamini sema amen. Amen. Hapo upo sawa. Okay, vizuri. Kwa hiyo sasa hauwezi ukazungumza habari ya uzao ukaacha baraka. Baraka ni kitendea kazi kinachosababisha mwilini vitu vidhihirike. Baraka ni kitu cha muhimu ambacho usipokuwa nacho vitu vya havitahalisika mwilini. Ndio maana kuna watu ambao hata wafanye nini hawapati kazi, kwa sababu kwenye ulimwengu wao wa roho hakuna kitu kinachoitwa tamko la baraka. Hakuna. Kuna maneno mabaya tu baba aliyatamka. Kuna maneno mabaya bibi alitamka. Kuna maneno mabaya babu alitamka. Kwa hiyo yeye anaelea kwenye yale. Yaani anaelea kama vile mtu uko katikati ya maji ya mafuriko machafu. Ndivyo anavyoelea kwenye maneno hayo yasiyofaa. Familia inashindwa kutoka, familia inashindwa kupiga hatua, maana hakuna tamko la baraka, halipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno tamko la baraka kwako ni kitu cha muhimu. Watu wengi tumejikinana tukisema kwamba kama ni kuomba mimi najua kuomba, sio lazima nimfuate kuhani, sio lazima nimfuate mtumishi. Kama ni kuomba mimi naweza kufunga, naweza kwenda mlimani. Asinitishe na hiyo kwenda kwake mlimani, hata mimi naweza kwenda mlimani. Hapa ndipo shetani alipokamata fikra za watu akazifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema Mungu ninakushukuru. Mungu ninakushukuru. Sema Mungu ninakushukuru. Mungu ninakushukuru. Angalia, nikisome mahali fulani. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 21 kuendelea, nitakwambia tutakapokomea. Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 21 kuendelea. Inasema, kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake, bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapo mleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Watu wanaelekea hekaluni. Hana aliyepewa mtoto akasema, mimi nitasubiri mpaka amalize kunyonya, ili nikienda naye akihudhuria tu hekaluni atabaki huko, sitarudi naye nyumbani tena. Naye
alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu. Yaani mtu anampeleka mtoto kwenda kumtoa, anakwenda na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli, wakasema, Bwana wangu, kama aishivyo roho yako, bwana wangu mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nao hapa, nikamwomba Bwana, naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Haleluya. Amen. Yaani watu wakati wana shida, wanaona umuhimu wa Mungu, wanamtafuta Mungu usiku na mchana. Wakishapata kile walichokitaka, thamani ya Mungu inapungua machoni pao. Amwangalie Ibrahimu. Ibrahimu alipomwomba Mungu ampe uzao na akampata Isaka, ni kiwango kile cha kwake na Mungu ni kama kilipungua, mpaka tunaona Mungu anakuja kutafuta kwenye moyo wa Ibrahimu, kujua kati yake yeye na Isaka. Yaani Mungu amekuja kutafuta kwenye moyo wa Ibrahimu, kati ya yeye Mungu na Isaka ni kipi cha thamani kwenye moyo wa Ibrahimu. Kwa hiyo akaja akamwambia hivi, nenda mpaka mlima nitakao kuonyesha, ukanitolee Isaka mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye. Haleluya. Nenda naye ukanitolee, maana naona tangu umepata huyu mtoto, wewe hata kuja kwenye maombi hauji tena. Wewe uko bize tuna mtoto, hauji tena hata kanisani. Sasa nimesema kamtoe. Haleluya. Amen. Mungu anapima kwenye moyo wa Ibrahimu kati ya Isaka aliyempa na yeye ni kipi cha thamani kwenye moyo wa Ibrahimu. Yaani Ibrahimu anaona ni nini cha thamani kwake kati ya Mungu na Isaka, maana alikuwa anataka mrithi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ashukuriwe Mungu. Ibrahimu alitambua, akaona cha thamani kuliko vyote kwangu ni Mungu, sio Isaka. Biblia yangu inaniambia aliamini kama Mungu ameweza kumpa Isaka, hata akifa anaweza kumfufua kutoka kuzimu akamrudisha kwenye uhai, akampa tena Ibrahimu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kiwango chetu kisipofika mahali pa kumuona Mungu ni first priority, tusipoona Mungu ni kipaumbele kwenye kila kitu kwenye maisha yetu, kuna matatizo ambayo yatatutesa na tutashindwa kutoka. Mungu huwa na tabia ya kupima moyo kwa kuangalia ni nini cha thamani kwako kati yako wewe na yeye. Hata sisi, hata mimi binafsi nilipita kwenye kipimo hicho. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya kuoa watu, baada ya kuwa na mtoto wa kwanza, Mungu akasema sasa nataka kujua kati ya kazi yangu na mtoto wako na huyo mtoto kipi cha thamani. Na nakuambia sikujua, lakini nakumbuka sasa hivi hata maneno nilikuwa naongeaga, na nilifika mahali nikamwambia mke wangu, nikamwambia hivi, mama, tunaenda kukaa kanisani kwa ajili ya maombi, na kama utaki ukae nyumbani kwako mpaka nitakapokuja. Kuna mambo mengi tuliongea. Nikafika stage nikamwambia, ujue hakuna siku nitaacha kazi ya Mungu kwa ajili yako wewe.
wala kwa ajili ya mtoto, lakini naweza kukuacha wewe kabisa kwa sababu ya kazi. Hali yalikuwa ni maneno magumu sana kwake na alilia sana, lakini sasa hivi anaelewa nilichokiongea, kwa sababu kazi ya Mungu ni bora kuliko mtu. Kazi ya Mungu ni bora kuliko chochote unachokifanya. Uhusiano wako na Mungu ni bora kuliko nyumba, kuliko watoto, kuliko biashara. Mungu ni bora kuliko chochote. Ni bora kuliko mke, ni bora kuliko mume. Kumbuka hivi vyote vitapita, lakini Mungu ni milele. Ukiwa na mtoto kuna siku atakufa. Ukiwa na mume kuna siku atakufa. Ukiwa na mke kuna siku atakufa. Atakuacha tu, hata kama sio kwa kuachana akaondoka, kuna siku atakuacha kwa kufa. Lakini Mungu atabaki wa kudumu milele. Kwa hiyo kuna saa unaweza kupitishwa kwenye kipimo na Mungu. Anashughulikia kila kitu kuhakikisha moyo wako, anataka kujua moyo wako unathamini nini zaidi. Ndio maana alipofuka akamkuta Petro, aliyeambiwa atakuwa mvuvi wa watu, akaja akamkuta yuko kule mtoni tunaposoma kwenye kitabu cha Yohana, alafu hajavaa hata nguo, anavua samaki. Alipomwona Yesu akarukia huko akaanza kupiga mbizi. Yesu anamwambia hivi, baada ya kumpa mkate, baada ya kumpa yule samaki aliyo huko, akamwambia hivi, Petro mwana wa Yohana, umeshiba mbona wewe? Hebu niambie sasa, unanipenda mimi kuliko hawa? Hebu niambie. Maana iwezekani ni juzi tu nimeondoka, juzi tu nimewaacha hapa, na nilikuambia utakuwa mvuvi wa watu. Leo nimekuja nimekuta umeacha kuvua watu, umeacha kuvua roho za watu kutoka dhambini, umekimbia kuja kuvua samaki. Je, wewe unanipenda kuliko hawa? Petro akasema, Bwana unajua mimi nakupenda. Nafikiri wakamega kipande cha samaki wakaendelea kula. Akamwambia Petro, narudia tena kukuuliza, wewe Petro unanipenda mimi? Akasema, Bwana wewe unajua kabisa mimi nakupenda. Akamwambia, lisha kondoza. Achana na mtungi, achana na hii biashara unaohangaika nayo. Mimi nimekubadilishia kazi, hutavua tena huku, nimekupa kazi ya kulisha kondoo. Akamuuliza tena, Petro mwana wa Yohana, je, wanipenda mimi? Petro akahuzunika sana. Biblia yangu inaniambia alihuzunika kwa sababu alimuuliza mara 3 kama anampenda. Akamwambia, Bwana wajua yote kuwa mimi nakupenda. Haleluya. Kuna vitu tunashindwa kuvifikia kwenye maisha yetu, na tusipokuwa waangalifu tunaweza tukafa bila kuvifikia, kwa sababu wakati Mungu alipopima kwenye moyo wako kuangalia kati ya hicho kitu unachokiomba au kati ya hicho kitu ulicho nacho na yeye, ni kipi kipaumbele kwako, aliona kipaumbele ni hicho kitu. Na hii ni hatari kubwa sana. Ukifika mpaka mavumbi, ndipo Mungu atakuinua na kukuweka juu. Kabla ya kushuka mpaka mavumbi ukawa unajitutumua kwa nguvu zako, hautafika. Familia zetu zinahitaji zimpe Mungu kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maombi kwetu ni sawasawa na shamba linalowekewa mbolea, linalomwagiliwa maji, linalopaliliwa. Bila maombi kuna vitu vingi vitakwenda, kwa sababu maombi ni ufunguo wa kufungua ghala za kiroho, kutoa zile baraka ambazo Mungu alitubariki nazo zitoke rohoni zije mwilini. Lakini katika pambano hilo utakutana na shetani uso kwa uso, akiwa anakupinga kila wakati. Akiwa anafanya nini? Akiwa anapinga. Mbingu zilitangaza Yesu ni mwana wa Mungu. Shetani alipokuja anasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya jua hili liwe mkate. Si unajua? Najua unajua. Hebu geuze liwe mkate. Shetani atakutokea pale ambapo Mungu alikuambia, nimekupa nchi hii
iwe ya kwako na uzao wako. Alafu atakutokea kama alivyomtokea Ibrahim. Biblia inasema ikawepo njaa nzito katika nchi siku zile. Ibrahimu akakimbia akaenda Misri kwa watu wasiomcha Mungu, akaenda kakao. Lakini nchi alishapewa. Shetani alipoona amepewa ile nchi, alileta vita. Yamkini Ibrahimu hakujua cha kufanya. Hakujua ilimpasa kuomba. Unapopata mtoto kuna na vita shetani anaweza kaileta. Unapopata ndoa kuna na vita shetani anaweza kaileta. Ndio maana tunapaswa saa zote tuwe kama watu wanaoogelea kwenye maji. Kama samaki anavyotegemea maji, ndivyo tunavyotakiwa kudumu katika neema ya Mungu. Yaani neema ya Mungu kwetu ni muhimu kuliko chochote. Chochote utakachopewa kinaweza kikaisha. Chochote unachopewa kinaweza kikaharibika. Chochote unachopewa kinaweza kikapotea. But only one thing you can rebel with it. Grace of God. Neema ya Mungu. Hicho kinatosha. Hicho kinatosha. Yusufu akiwa gerezani, neema yake inatosha. Yusufu akiwa kwa Potifa, neema yake inatosha. Yusufu akiwa serikalini, neema yake inatosha kwa taifa zima. Haendi na kijiko, haendi na gunia la mahindi, haendi na chochote, kwa sababu baraka wa Mungu unakaa juu yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tufike mahali tuache manunguniko. Kubali kupita kwenye mapito yako umalize. Tuache michezo kurudia rudia. Yaani pale ikifika mahali pa kama umedhiliwa na Bwana, saa ya kuaibika, saa ya kunywa kikombe cha mateso, kubali. Sema ndio Bwana. Zipepo aibu, usimlaumu Bwana. Usimnyoshe Bwana mkono, usimnyoshe Bwana kidole. Furahia tu. Kwa sababu Mungu atakuokoa, na wakati atakapokuokoa atakuokoa kwa utukufu mkubwa. Haleluya. Haleluya. Sisi kama nini? I wish uweze kunielewa vizuri. Natamani sana. Ukinielewa vizuri hii itakusaidia. Kwa hiyo baraka ya Mungu juu ya mtu ndicho kinachosababisha yeye kufanikiwa. Kwa sababu ile baraka ni package ambayo imebeba vitu vyake, inaosababisha vile vya kwake vitoke kwenye ulimwengu wa roho vije mwilini. Ni maombi. Kinachosababisha hivyo vya kwake alivyobarikiwa navyo katika ulimwengu wa roho vitoke vije mwilini ni maombi. Prayer. Haleluya. Amen. Mimi hakuna wakati nimemwona Bwana sana kama mwaka huu. Tangu mwezi wa 12 mwisho nimemwona Mungu sana. Ilianza Januari, nilikuwa nawaza, na mwezi wa pili, mwezi wa tatu nikasema ni miezi migumu sana, nitakayoteseka sana. Kumbe Mungu sasa, yeye Mungu wa majira na nyakati. Ukisha dumu kwenye maombi na ukamtegemea, huwezi kuona hicho kitu unachokifikiria. Ole wako usipomba. Ukaona baki tu unashangaa. Siku za ibada tunakutana huonekani. Siku za maombi kama hivi huonekani. Mungu anabaki anauliza, hivi fulani wa fulani unanipenda? Fulani wa fulani unanipenda kuliko hayo matatizo yako unaohangaikia? Je, unanipenda kuliko hao watoto wako unaohangaikia? Je, unanipenda mimi kuliko hao ndugu zako? Unanipenda mimi kuliko huyo mume wako? Unanipenda mimi kuliko huyo mke wako? Na jibu linakuwa ni hapana. Asubuhi matendo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema Bwana Yesu, ninaomba neema yako inayobadilisha watu, ibadilishe familia yangu, ibadilishe familia yangu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Nisikilize nikwambie, ile baraka yako iko tayari kabisa rohoni. Shida ni ufunguo. The problem is key. Na ufunguo ni maombi. Usiombe kwa kufikiria naomba tu
Sio kazi yako kumpangia Mungu kujibu wakati gani. That's why sisi tunaomba bila kukoma, kwa sababu Yesu alisema ombeni siku zote na wala msikate tamaa. Ombeni siku zote, every day. Sio siku mbili, sio siku tano, sio miezi miwili, sio miezi mitatu. Kila siku ombe. Baada ya mimi kujua na vita vikali, ilibidi niwe a man of war, niwe mtu wa vita. Yani niamue kusacrifice usingizi, nianze kupambana na ibilisi aachilie vya kwangu, na kwa sehemu kubwa nimemdhibiti. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu mpe Yesu makofi utukufu. Sasa usipoomba kuna vitu havitatokea. Na sio lazima, unaweza ukawa uwezi kufunga, inaweza ikawa kwamba wewe unapenda kula sana. Okay, kula lakini omba. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kila unapoomba kuna kitu unakifanya. Kwenye ulimwengu wa roho unatengeneza kitu, unaumba kitu, unafungua kitu, unaruhusu kitu. Sisi kama unanielewa? Amen. Do you understand what I'm saying? Unanielewa ninachosema? Amen. Unanielewa ninachosema? Amen. Usipoomba ni kama vile sasa yani umekubali kuacha kuogelea kwenye neema, kama samaki ametolewa kwenye maji akawekwa nchi kavu, bila shaka atakufa. Lakini pakiwa na maji hata kikombe kimoja ataweza kusurvive, kwa sababu maji yapo hata kama ni kidogo. Neema ya Mungu inazidi kuongezeka kadiri tunavyoomba. Tunapoacha kuomba tunasababisha ukame wa kiroho, na ukame wa kiroho hauwezi kufanya chochote kitokee mwilini, na vile vilivyokuwa vinaenda vizuri vinaanza kuharibika kwa sababu umeacha kuomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivi tunaweza kuomba wiki nzima kuruhusu flowing ya nguvu za kimungu za maongezeko kwenye maisha yetu wiki nzima. Tutaweza siku 7 kuanzia Jumatatu kuomba kuruhusu nguvu ya Mungu iflow kwenye maisha yetu, kuanza kubadilisha maisha yetu tena. Amen. Uko tayari tufanye jambo hilo kuanzia Jumatatu? Amen. Uko tayari tufanye jambo hilo kuanzia Jumatatu? Amen. Weka nia hapo, na tutaomba siku 7 hapa kila siku jioni, kuomba Mungu nguvu zake ziruhusiwe zijae kwenye maisha yetu tena. Nguvu za kufanya mambo yaliyoshindikana yatendeke kirahisi, kiwepesi. Amen. Haleluya. Amen. Mimi shetani alinipitisha sana, na Mungu alitaka mimi aangalie niko upande gani, lakini katika yote sikufungua kinywa changu kumwambia Mungu, kwa nini umeruhusu jambo hili linipate? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikufungua kinywa changu, nilivumilia tu, nikiwa najua iko saa nitatoka, na nikitoka sitarudi. Kama Yesu alivyofufuka kutoka kaburini na kurudi, ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye anakubali kupita kwenye mapito yake kwa uaminifu. Wana tatizo na changamoto wale wanaobaki kulalamika, kunungunika, kulia, kuzunika. Hicho ni kikombe ambacho Mungu amekuruhusu kinywe. Acha kukikataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana hutavuka hapo kwenda hatua nyingine usipofaulu vizuri kwenye pito hilo ulilopewa. Mtegemee Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtegemee Mungu katika hilo pito. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Na katika mapito ulionayo usiwasahau wengine. Nimesemaje? Nini mnafikiri mna matatizo sana? Kuna watu wenye matatizo katika hii dunia. Mungu anakuangalia sana hata kile anachokupa. Kuna mtu anakuwa na pesa yake anaipangia bajeti ya kula mwezi mzima. Kanunua nyama kilo zake ngapi? Kilo kama 5 hivi. Kazigawa robo robo. Kwa anasema hii bajeti ya mwezi mzima. Aliyekuambia wewe utaishi huo mwezi mzima nani? Hili watu wanakitinga
kuitoa. Sijasema uishi bila budget, ishi kwa budget. Lakini please make sure usitangulize ya kwako sana, kwamba unaweka mpaka mwezi ujao uwe na stock ndani. No, kidogo ulicho nacho share na mwingine. Huo ni mlango mmoja wa kuleta baraka zisizokoma, yani mtiririko wa baraka usio katika kwenye maisha. Bwana asifiwe sana. Unaonaje mtu ambaye ameweka nyama anakula mwezi mzima, alinunua huyo ng'ombe ni kibudu wa siku 30 zilizopita, alafu wengine wanaenda kuchana kwenda kununua nyama pia kila siku? Nani anaiteseka? Huyo anayekula nyama iliyochinjwa, ng'ombe aliyechinjwa siku 30 zilizopita, na mtu anaenda kuchana kila baada ya siku 2 kununua nyama ambayo ni fresh. Nani anaiteseka? Anaiteseka huyo anayekula kibudu cha siku 30. Akifikiri ni budget ni akili. It's okay kuishi kwa budget. Lakini Mungu anataka unapojijali ujali na mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendeni wengine na watende mema. Amen. Ndipo baraka zenu zitaongezeka na kuzidishwa sana. Sema amina. Amen. Okay. Kwa hiyo baraka ni nguvu za kiroho. Sema baraka ni nguvu za kiroho. Baraka ni nguvu za kiroho. Kwa hizo baraka za kiroho zinasababisha vitu kuongezeka na kuzaliana. Yaani ukiweka kuku hapo wawili, siku 3 wameshafika 5. Mkienda miezi miwili wameshafika kuku 11. Unaenda hivyo tu, unaenda hivyo. Kwa sababu iko nguvu inayoitwa baraka iko juu yako, inakusababisha vitu kuongezeka. Ndio unasikia, na Mungu akawa pamoja na Yusufu. Mungu akawa pamoja na Yusufu. Unaposikia alikuwa pamoja na Yusufu, baraka ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Sema amen. Amen. Baraka ni roho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. Kwa hiyo ili uzao uweze kuwa na maana, au uzao uweze kuwa wenye kufaa, lazima uwe na kitu kinachoitwa baraka ya kiungu. Na hii baraka ya kiungu itatamkwa na mwenye mafuta kuliko wewe. Mwenye mafuta kuliko wewe ndiye atakayetamka hiyo baraka iwe juu yako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho chafu inayonizuia mimi kukutana na baraka yangu, toka kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Roho inaitwa laana, roho inaitwa utafa, roho inaitwa ukiwa, roho inaitwa uhaba, roho inaitwa uhitaji, achia maisha yangu, toka kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Achia maisha yangu.